vita gani unayopigana? Je, ni uchumi? Ni familia yako? Ni watoto wako? Ni elimu yako? Ni afya yako? Ni vita gani unayopigana? Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha. Ndani ya kipindi hiki tunapata kujifunza neno la Mungu sambamba na maisha yetu kwa ujumla. Mimi ninayeongea ninaitwa Judith. Karibu sana na tuombe. Baba yetu na mkombozi wetu, mfalme wa amani, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa siku hii tunapenda kuongea na kujifunza maandiko yako. Tunaomba kiongozi ikatumike kama chombo tu na ukatubariki kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi siku hii ya leo nimetamani tujikumbushe kidogo. Nikizungumzia vita, simaanishi hivi vita vya kimwili ambavyo unahitaji silaha ukapigane, hapana. Hapa ninamaanisha ni zile vita ambazo kwa macho yetu ya kimwili tunaona kama ni hali za kawaida tu. Kwa mfano, magonjwa, familia kutokuelewana, kuachana kwa mke na mume, watoto kutokusikiliza wazazi, uchumi kuyumbayumba. Vita hivi vilianza wapi? Nikakaa nikajiuliza kwamba hizi shida zote, haya matatizo yote yalianzia wapi? Na tukirudi nyuma kabisa ya yote, tunakuja kuona kwamba yalisababishwa na kiumbe mmoja anayeitwa Lucifer. Lucifer ndio sasa tunayemfahamu kama Shetani. Lakini hapo awali Lucifer alikuwa ni kiumbe kitakatifu, kiumbe ambacho kilikuwa kinapendeza, kiumbe ambacho kilikuwa kina sifa njema, na alikuwa ni malaika mzuri akimtukuza Mungu. Lakini kiburi chake, ubinafsi ukamwingia, na sasa akatamani kupanda viwango. Badala ya kuwa tu malaika wa kawaida, akatamani kumpindua Mungu, yeye ndo akae pale. Hakuna anayeweza kumpindua Mungu. Na tunapozungumzia kwamba vita hizi Mungu hawezi akapigana na kiumbe chake, ila Shetani alipoamua kumwasi Mungu mara moja tu angemuondoa Shetani. Lakini ni kipindi ambacho Shetani alikuwa anatakiwa afundishwe kwamba Mungu ni Mungu. Hata hizi akili zetu sisi hatuwezi tukazipima, tukatafakari, tukamfahamu Mungu vizuri, kwa sababu Mungu ni Mungu, ni milele, ni umilele usiofikirika. Kwa hiyo hichi kidogo ambacho tunakifahamu kuhusiana na Mungu ni kidogo sana. Lakini sasa Shetani alipoamua sasa kwenda kumpindua Mungu, akajikuta ameishia kuondolewa juu mbinguni. Na kwa sababu hana cha kufanya chochote dhidi ya Mungu, hawezi kupiga hata robo, hata theluthi, hana nguvu yote Shetani dhidi ya Mungu. Kwa hiyo Shetani akaamua sasa kushuka kuja duniani kuharibu vitu vya Mungu, kuharibu viumbe vingine ambavyo Mungu aliviumba. Na sisi kama wanadamu tukajikuta tumedanganywa na tumeingia katika dhambi. Lengo la Shetani lilikuwa ni kutufanya sisi tuumie ili amuumize Mungu kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu kwa mfano, mtu anaposhindwa kupigana na wewe, anaweza akamchukoza mtoto wako au akampiga mtoto wako akijua kabisa nikimpiga mtoto wake basi nitakuwa nimemuumiza hata yeye, kwa sababu yeye si mwezi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Shetani. Hivi vita vyote hivi, matatizo yote haya, dhiki zote hizi ambazo tunazipata, chanzo chake ni huyu muovu Shetani. Anatuletea hivi ili sisi tuumie na tukose furaha, maana anajua kwamba tukikosa furaha, matumaini,
basi anamuumiza Mungu moja kwa moja. Na kama neno la Mungu linavyosema, sisi wanadamu ni kama mboni ya jicho la Mungu. Anatupenda kwa namna ya ajabu. Kwa shetani akafanikiwa kutuingiza katika dhambi. Kwa hiyo baada ya kujua chanzo cha haya yote ni yule mwovu, ndio maana nikaanza kusema vita unayopigana, vita yote ile, hali za kiuchumi, familia, kazi, watoto, afya yako, chochote kile, jamii, changamoto zozote zile ambazo zinatusonga kwa namna ambayo tunaumia, tunatamani kuzitatua, saa nyingine hatuwezi, tunafanya hivi na vile ili kuhakikisha kwamba tuko vizuri, lakini wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana. Ni kwa sababu tumepigana vita ambavyo si vyetu, na wala hatuwezi tukashinda kwa nguvu zetu. Kuna wakati mwingine ni vita ya urahibu. Umeshindwa kuacha tabia fulani, tabia ya uzinzi, tabia ya umalaya, kunywa vileo, kuvuta madawa ya kulevya, pornography. Lakini pia hata sasa hivi imeingia uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii. Watu hawana tena ule ukaribu, kwamba mimi niko na familia, nimetoka kazini, natakiwa nikae karibu na familia yangu. Unakuta mtu baada ya kukaa karibu na familia yake, anakaa karibu na simu yake ili atazame mitandao huko, ndani ya mitandao huko, katika hizo social media kuna vitu gani. Kwa akili zimetekwa, zinatekwa na kuharibika. Zote hizo ni uraibu. Lakini pia kuna uraibu wa chakula, uraibu wa tamaa. Unatamani, ukiona hichi cha mwenzako unatamani, ukiona hichi cha mwenzako unatamani. Yote hayo yako katika uraibu, na yote hayo ni vita ambavyo peke yetu tusipopigana hatuwezi. Ndio maana nikasema kwamba vita hivi ninavyovizungumzia sio vile vita vya mwili ambavyo unaweza ukasema sasa subiri nichukue silaha fulani, nichukue panga, nichukue nini. Hapana. Vita hivi hutaweza kuvipigana. Kwa mfano kama huu urahibu wa kwamba wakati wote mtu yuko na simu, anaperuzi katika mitandao ya kijamii. Watu sasa hivi hakuna umoja ndani ya nyumba. Baba ana simu yake, mama ana simu yake, watoto ni simu. Hakuna kukaa tena kama ni kusali ni haraka haraka, kama ni chakula kila mmoja na simu yake, kama ni kutembea kuongea, hakuna tena ule ukaribu. Unadhani hivyo ni vita vya kuchukua silaha hizi zinazoshikika? Hapana. Hiyo ni vita kiroho. Na hayo yote shetani anatusonga nayo ili kututenga sisi mbali na Muumba wetu. Na anajua kwa kufanya hivyo basi anazidi kumuumiza Mungu kwa namna moja. Vita gani unayopigana? Vita gani iliyokusonga katika maisha yako? Katika hivi vitu vyote nilivyovielezea. Ili ni swali ambalo mimi na wewe unanisikiliza, unanitazama, ni vizuri sana tujiulize. Wewe kama kaka, wewe kama baba, dada, shangazi, bibi, mama, mtoto nyumbani, ni vita gani katika sehemu yako, katika maisha yako, katika mazingira yako ambayo unapambana nayo? Hebu kaa kwa dakika moja utafakari kwamba hivi ni kitu gani ambacho kinanisonga. Kwa nguvu zangu nimejaribu kishinda, kwa nguvu zangu nimejaribu, lakini kila ninapojaribu napiga hatua moja, narudi hatua 10 nyuma. Ni kitu gani? Na ndio hilo swali ambalo litatusaidia sisi kujua kwamba ni kitu gani. Alafu baada ya kujua sasa kwamba nadhani nina urahibu wa kitu fulani, lakini pia nadhani hali yangu ya kiuchumi iko vizuri. Ni kweli nafanya kazi, ninafanya vyote navifanya, nafanya kazi kwa bidii, vitu vyote nafanya, lakini hali yangu haiko vizuri. Ni kweli ninasoma, lakini matokeo yangu sio mazuri. Ni kweli ninamheshimu mume wangu, ninampenda mke wangu, ninawafundisha watoto wangu, lakini familia haina umoja, hakuna upendo ndani ya familia. Ninatamani kuachana na ubinafsi, ninatamani kuachana na uchoyo, lakini siwezi.
kadri nimejitahidi kutokuwa mchoyo, lakini ndani ya moyo wangu najijua kabisa kuna wakati mwingine nashindwa kuendelea. Mimi ni mbinafsi. Mimi ni msengenyaji, nasengenya watu, najiona mimi bora kuzidi watu. Unapojitazama unaona kabisa mbona kana kwamba mimi ni mtakatifu, wengine ni wa dhambi. Hizo nazo ni vita. Maana mtu wa Mungu hutaona wenzako akiwa wa dhambi, lakini utaona roho ambazo zinahitaji msaada. Na badala ya kujilinganisha, kujiona wewe ni bora kuliko wengine, utamuomba Mungu akusaidie ili uweze kuwafanya na wengine wakamjua yeye. Kwa vita vyote hivyo tukitafakari na tukijua tupo katika vita gani, basi tutarudi katika chanzo. Kwamba kwa sababu hivi vita si vita vyetu. Huyu mwovu shetani huyu ni kweli anatuumiza, lakini anamlenga nani? Anamlenga Mungu. Anatamani atuumize na atupotoze, tupotee kabisa ili Mungu akose. Kwa hiyo unaona kabisa kwa sasa hapa kinachotakiwa nifanye ni kurudi kwa Muumba wangu na kukiri kwamba Mungu, nina hili na hili. Baba, siwezi, sijui hata pa kuanzia ni wapi, naomba unisaidie. Mwovu shetani amenisonga katika biashara zangu, amenisonga ndani ya familia yangu, amenisonga kwa watoto wangu, amenisonga katika elimu yangu, katika mitazamo yangu, katika mavazi yangu, katika vitu ninavyovipenda. Nimeacha kupenda vitu vyako vitakatifu, badala yake nimependa vitu vya ulimwengu huu. Sasa hivi kuna kila namna ya starehe. Wanawake tunatamani hii miili yetu na jinsi tulivyoumbwa na Mungu ibadilike. Watu tunatamani tuwe na shepu nyingine, tunatamani kuwa na uzuri mwingine, tunatamani kila kitu, tunatamani kibadilike. Hizo nazo ni vita. Kwa tukishafahamu hivyo na kurudi kwa Muumba wetu, tunarudi kwa njia ya maombi na kusoma neno lake. Maana kwa kusoma neno la Mungu, basi tunakumbushwa ahadi, tunasikia sauti ya Mungu, tunakumbushwa yale yote Mungu aliyoyaongea na kutuelekeza nini tufanye. Lakini kwa njia ya maombi ni kumwambia Mungu kwamba Mungu, tunaomba uongozi wako, tunaomba ukatuongoze na utupiganie. Na baada ya hapo tunaingia katika hatua ya 3 ya kushukuru. Pale unapoomba na kumwambia Mungu haja zako, basi usibakie hapo kila siku, Mungu nisaidie mimi, Mungu hivi na vile. Hapana. Mungu, tazama biashara yangu, Mungu tazama familia yangu, nisaidie, nionyeshe njia, nisifanyaje. Baada ya kuomba, ingia hatua ya pili ya kushukuru. Maana alisema mnapoomba aminini. Kwamba omba afu amini kwamba kimshatokea. Na usitaki kikatokea kama wewe unavyotamani kiwe. Acha kitokee kama yeye Mungu anavyotaka kiwe. Anza kuingia kwenye ile hatua ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu, ninashukuru. Anza kuona kile unachokitamani katika uhalisia wake. Mimi natamani familia yenye furaha. Natamani biashara iliyoendelea. Anza kuyaona yale mambo katika ulimwengu wa kimwili. Kama ninaona familia yangu ikiwa na furaha. Ninaona watoto wangu wakiwa na adabu. Ninaona ule umoja tena wa kukaa pamoja na kusikilizana na kuweka mitandao, masimu pembeni. Ninaona furaha ndani yangu. Ninaona furaha katika jamii yangu. Ninaona biashara yangu ikiendelea mbele. Ninaona kufaulu kwangu. Ninaona kupata kazi kwangu. Ninaona kuolewa kwangu. Ninaona kuoa kwangu. Ninaona kupata watoto. Yaani yote yaone, alafu mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa hili pia. Ninaona afya njema, mshukuru Mungu. Mungu ameahidi katika maneno yake. Na maneno ya Mungu ni ya kweli na amini. Somo hili likapate kukubariki sana. Tukakumbushwe kwamba vita tunavyopigana kila siku katika maisha yetu ya hapa na pale si vita vyetu. Na tusisahau wala tusisahaulishwe na huyu mwovu. Tukadhani kwamba Mungu hatupendi. Mungu anatupenda. Na ndio maana wakati wote tukitoka nje, tukitembea, viumbe vinatuhubiri upendo wa Mungu.
lakini pia maneno yake tunaosoma katika Biblia yanatukumbusha mara kwa mara. Hakuna mwanadamu katika kitabu chake cha Biblia Mungu ambaye alimtegemea Mungu na Mungu akamwacha, ambaye alimuomba Mungu msaada na Mungu akamwacha akamtupa mbali. Hakuna. Hata yule aliyeanguka na kuasi, kwa mfano Samsoni, alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, alitenda yote mazuri, lakini baadaye akaanguka katika mtego yule dada, ambaye yule dada alitumiwa na mwovu Shetani, akatobolewa macho na kukatwa nywele. Lakini mwisho wa siku alipoomba msamaha na kumrejea Mungu, akaambia Mungu, hivi vita si vyangu, Mungu nisaidie. Mungu aliingilia kati na kweli vile vita alishinda. Lakini pia Daudi alitembea na Mungu wakati mwingi sana, lakini baadaye akaja kutenda uovu, akamuua Uria, akalala na mke wake, na Mungu hakupendezwa na hilo. Lakini pia mbeleni huko akahesabu majeshi aliyokuwa nayo, akidhani kwamba kwa kupitia yale majeshi ndo anapata nguvu, lakini alipomrudia Mungu na kuomba msamaha, Mungu alimsamehe. Huyu Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Huyu Mungu wetu unapomrudia kwa moyo na kutubu na kukiri dhambi zako na kumkabidhi yale mambo yote yanayokusumbua na kumkabidhi Mungu na kumwomba Mungu akayatatue, hakika anayatatua. Omba, soma neno, shukuru. Omba, soma neno, shukuru. Tuombe, tusome neno na tumshukuru Mungu. Ukabarikiwe sana, ukawe na siku njema. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa somo hili zuri. Asante kwa kutukumbusha kwamba wakati mwingine tunapitia changamoto na kupambana sisi wenyewe kwa nguvu zetu, na mwisho yote tunaishia kushindwa. Lakini sasa kwa sababu tumetambua vita hii si vita yetu, tunarudi kwako Mfalme wa amani. Tunaomba ukatupambanie, ukatutetee, ukawe faraja katika maisha yetu. Tubariki kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi mpendwa unayemtazama, Mungu akapatie kukubariki sana. Ukawe na siku njema. Tukutane tena katika video nyingine. Asante na kwaheri.